Nawapenda sana. Amen. Ninawapenda mno. Amen. Naomba tufungue Marko 11. Marko 11. Taanzia hapo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Marko 11. Tunayo mistari michache ambayo tutaangalia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo ule mstari wa 20 tutasoma mpaka mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Naomba turudie wote mstari wa 20. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, Ndio. wala sione shaka moyoni mwake, Ndio. ila aamini kwamba haya yasemayo yametukia, Ndio. yatakuwa yake. Tunaweza kurudia wote kwa sauti. 1, 2, 3 tusome. Amini nawaambia, Ndio. yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, Ndio. ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, Ndio. ila aamini kwamba haya yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Huo ni mstari mkuu wa somo letu siku ya leo. Lakini mstari ule wa 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini yametukia, mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Lakini mstari ule wa 25 anasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi msiposamehe watu, lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukisoma katika hii mistari tunamwona Yesu akiwa na habari ya mtini ambao alikuwa ameulaani kwa sababu ya kukosa matunda juu yake. Alipotazama tini, katika mtini ule, Biblia inatuambia kwamba hakuona matunda. Kwa nini hakuona matunda? Hakuona matunda kwa sababu haukuwa wakati wa tini. Na kwa sababu ulikuwa sio wakati wa tini, Yesu alichokifanya ni kitu kimoja, aliulaani mtini kwa sababu zake yeye mwenyewe anajua. Lakini hatuangalii huko. Tunachoangalia, kuna neno moja, mtumishi wa Mungu Petro anamkumbusha Yesu kwamba, Bwana, tazama ule mtini ule ulaani. Ilikuwa ni jana tu kaulaani, siku ya pili unapita unakuta umeshanyauka kabisa kutokea shinani mpaka juu. Akasema, tazama mtini ule ulaani. Yesu akamwambia, mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu. Anamjibu, anamwambia, mwaminini Mungu. Anaendelea kusema kwamba, amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya asemayo yamefanyaje? Yamefanyaje wapenzi? Alafu Yatakuwa yake. haya asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mwambie mwenzako, imani ni sasa. Imani ni sasa. Imani ni kitu ambacho kinafanyika sasa. Amina. Kwa hiyo anasema kwamba yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka. Alafu masharti ya kuambia ule mlima ng'oka, ili uweze kung'oka, ni kwamba asione shaka moyoni mwake. Anapowaambia ng'oka, asione shaka wapi? Moyoni mwake. Halafu kama hakuona shaka moyoni mwake, neno la Mungu linatuambia kwamba bali aamini kwamba hayo yanayoyasema yametukia, yatakuwa yake. Kwa hiyo shida ni nini? Shida si kwamba hatuombi. Sawa penzi? Amen. Shida si kwamba lakini tatizo letu kubwa ni kuwa na mashaka juu ya yale ambayo tunayaomba. Kile ambacho tunakiomba, wewe mwenyewe, je, unaamini katika hayo unayoyaomba? Unaamini katika hayo unayoyasema kwamba ni yatatukia na yatakuwa yako? Ni kwamba si kwamba hatuombi,
Ndio maana hatupokei majibu, tunaomba sana. Hakuna watu wanaomba kama walokole. Lakini tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba katika kuomba kwao ni watu ambao hawaamini kile wanachokisema. Yaani mtu haamini hata maombi anayoomba mwenyewe. Haamini hata maneno yake ambayo anayasema mwenyewe. Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania ya kwamba kila anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Lakini tatizo ni nini? Ni kwamba tumekuwa ni watu ambao tunaweza kuomba ni sawa, lakini hatuamini maneno ya vinywa vyetu. Hatuamini maombi ambayo tunayapeleka mbele za Mungu aliye hai. Na kama yupo, haya nisemayo ananisikia. Na kama ananisikia, yanatukia. Na kama yanatukia, yanakuwa yangu. Amen. Bwana Yesu akubariki. Amen. Bwana Yesu anasema kwamba kila atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukatupa wapi? Baharini, alafu asione shaka moyoni. Adui mkubwa wa kwanza wa imani ni shaka. Ndio. Mashaka ni adui wa kwanza wa imani. Ndio maana watu wengine yamkini mmekuja hapa mmeombewa sio mara moja, mmeombewa pengine mara nyingi. Lakini kilichowapelekea msipokee miujiza yenu, msipokee majibu ya maombi yenu, ni kwa sababu hamkuamini kile ambacho mlikijia na kile ambacho mliombewa. Na ndio maana wakati mwingine umeendelea kuwa na tatizo kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hukuamini hata maombi ambayo uliombewa, kwamba hayo yanayoomba wakati huu yanaweza kufanyika kweli. Yale mashaka ndio mlango wa ibilisi wa kuendelea kukutesa. Kwa nini? Kwa sababu hukuamini hata kile ambacho ulikuwa ukiomba mbele za Mungu aliye hai. Tumeona shuhuda za wengi kwamba mchungaji aliweka tu mkono nikapona. Mchungaji alisema tu neno nikapona. Huyu alikuja akiamini moyoni mwake kwamba hayo yasemwayo yametukia, nayo yamekuwa yangu. Na ndio maana akapokea. Lakini si kwamba Mungu hataki kukuponya. Mungu yuko tayari kukuponya, lakini wewe unaamini nini? Je, hayo unayoomba yametukia, unaamini kwamba Mungu anafanya? Unapoomba usiseme Mungu atafanya. Unapoomba sema kwamba Mungu ananisikia, na kwa sababu ananisikia ninapokea yale ambayo ninayaomba sasa. Imani ni kitu kingine. Na unaposema kwamba nitakuwa, maana hilo ni tumaini. Sio imani tena. Imani ni kitendo ambacho kinafanyika wakati huu ninapoomba. Wakati huu ninaposema, wakati huu ninapomtafuta Mungu, ndipo kila ambacho naamini kwamba kinafanyika, wapokea majibu ya maombi yangu. Nipo katika magoti, niamini kwamba haya ninayoomba yanafanyika wakati huu ninapoomba. Nikitoka hapa nina majibu ya maombi yangu. Nina majibu ya kile ambacho nakiomba. Ndio. Sio yatafanyika. Yaani mara nyingi yatafanyika, lini sijui. Hata kama ni mwakani yatafanyika. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa mtu ambaye unaomba lakini majibu ya maombi yako haujui yatatokea lini. Kwa nini? Kwa sababu unaomba ukiwa na tumaini na sio imani. Bwana Yesu anasema atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, bali amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Amen. Sawa penzi. Kwa hiyo tatizo kubwa na vizuizi vikubwa vya maombi yetu ni kuwa na mashaka. Hebu ondoa mashaka katika maombi ambayo unamwendea Baba. Ondoa mashaka, kwa sababu hakuna neno lolote gumu machoni pa Mungu aliye hai. Hakuna neno gumu mbele za Mungu aliye hai. Kwa sababu hawezi kufanya. Mungu ambaye anatamani kufanya vitu vishangaze ulimwengu. Mungu ambaye anatamani kufanya mambo ili ajipatie heshima na utukufu. Ni Mungu yasiyowezekana. Anaweza kufanya mambo makubwa kuliko vile unavyodhani. Lakini ni wewe unamwaminije Mungu katika hayo? Wewe unamwaminije Mungu katika hayo? Umejipangaje katika majibu ya maombi yako unamwendea Baba? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya na Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tunapomwendea Mungu katika maombi yetu tuwe na ile imani ya kwamba haya nisemayo yametukia, nayo yatakuwa yangu. Kwa sababu yametukia, ninapotoka katika maombi yangu, ninatoka na majibu ya maombi yangu. Ndivyo ambavyo unaweza kupokea majibu yako kwa wakati. Amina. Na Mungu utaendelea kudumu katika tumaini. Amen. Maana tumaini ni kitu cha baadaye. Amen. Sawa penzi. Amen. Kwa hiyo usiende mbele za Mungu ukiwa na mashaka. Amen. Mwendee Mungu ukiwa huyu ndiye mwendee ni Baba. Amen. Na kama ni Baba ananisikia. Na kama ananisikia ananipatia majibu ya yale na mwendee kuomba. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jamani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna jambo
mstari wa 25. Naomba turudie wote kwa pamoja. Mstari wa 25 na 26. Ni 3 mstari wa 25. Nanyi kila msimamapo na kusali. Ndio. Ndio. Amen. Ndio. Amen. Muulize mwenzako, una neno lolote juu ya mtu? Muulize tena, una neno lolote juu ya mtu? Kama lipo, usitarajie kupokea majibu ya maombi yako. Kama una neno lolote juu ya mtu, unajua mtu mwingine pengine alikwazwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025. Alikwazwa lini? Tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025. Kuna mtu alimkwaza usiku wa Yakobo. Wakati watu wanapokea miujiza yao usiku wa Yakobo, yeye ameondoka na kwazo. Na ameendelea kulishikilia lile kwazo mpaka leo. Yaani kwamba umedumu na jambo kwa muda mrefu. Jambo ambalo pengine ni mtu tu alikukwaza kwa namna moja au nyingine na ukutaka kusamehe kwa wakati. Alafu kila siku unamwendea Baba wa mbinguni, unataka Mungu akubariki. Yesu Kristo anasema hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako timizwe. Hapa duniani kama wapi? Kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyofanyaje? Tunavyosamehe waliofanyaje? Hicho ni kifungo. Unamwendea Baba, mbele za Mungu, unamwendea Baba kwa njia ya Yesu Kristo, anamwambia utusamehe makosa yetu, unisamehe makosa yangu kama na mimi ninavyowasamehe walionikosea. Wakati huo kuna mtu umemshikilia ni mwaka mzima sasa unakwenda kuishi. Hivi ngoja nikuulize swali mwanangu. Maombi yako mwaka mzima yamejibiwa? Maombi yako mwaka mzima yamejibiwa? Una majibu ya maombi yako kwa mtindo huu? Unaweza kutegemea kupata muujiza katika staili kama hii? Anasema hivi, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Alafu hivi ungekuwa unajiuliza swali, hivi ni kweli mimi nimewasamehe walionikosea? Na kama mimi sijasamehe walionikosea, ninastahili kupewa msamaha na Mungu aliye hai? Na kama sistahili kupata msamaha kwa Mungu aliye hai, ninaweza kupata majibu ya maombi yangu? Utajikuta kwamba unapoteza muda. Hapa Yesu anasema, nanyi kila msimamapo kusali, sameheni. Kila msimamapo kusali, mfanyaje wana wa Mungu? Sameheni. Ili na Baba yenu wa mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Na wewe umemshikilia mtu, una kipindi kirefu umemshikilia mtu moyoni, alafu unataka Mungu akusamehe yale ambayo unayafanya. Mungu unataka ajibu maombi yako na kukupatia majibu ya maswali yako. Wewe umemshikilia mtu, hutaki kumwachilia. Kisa nini? Aliniangalia jicho baya. Alininyima nyama kwenye harusi ya Martha. Mimi ndo alinipa wali kidogo sana. Yeye mwenyewe akajirundikia mwingi. Yaani una vitu vidogo vidogo ambavyo hata havistahili kuvishikilia ndani ya moyo wako. Una vitu ambavyo vinakufanya tu usiweze kupokea majibu ya maswali yako. Alinisema hivi, hata kama mtu alikusema, Biblia inatuambia nani wapigwe mawe, si ndio? Kama mtu alikusema, maana yake wewe ni zaidi ya yeye. Amen. Kwa sababu kama ingekuwa upo kwenye ndani yake, kwenye mstari wake, angekujia tu angekwambia ukweli. Lakini kama alichagua kukaa mahali ya kuseme, ina maana anakuogopa. Amen. Sasa unamkasirikia mtu kama huyo? Unamkasirikia mtu kama huyo? Alinisengenya mahali fulani. Sasa kama kuogopa? Amen. Wewe mwana wa Mungu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya inatuambia Biblia. Kuna neno moja pale Mungu analisema. Isaya, unaweza kufungua sura ya 43 na mstari 25. Hebu tuangalie hapo kwanza. 25. 3 mstari wa 25. Ndiyo. Neno la Mungu linasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi. Sema kwamba mimi ndimi
niyafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka nini? Dhambi zako. Mungu ni Mungu anayesamehe kwa ajili yake mwenyewe. Kwa nini wewe usiamue kusamehe kwa ajili yako mwenyewe? Eti hakuja kuniomba radhi. Hata kama hakuja kuomba radhi, samehe kwa ajili yako mwenyewe. Samehe kwa ustawi wako wewe mwenyewe. Samehe kwa ajili ya ushirika wako na Baba aliye mbinguni. Samehe kwa ajili ya uhusiano wako mwenyewe na Mungu. Sawa na Mungu? Amen. Mungu anasema yeye anasamehe kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo amenisamehe mimi kwa ajili yake mwenyewe, ili asibaki kuwa na makwazo kwamba huyu alinikwaza. Mungu nilipomwendea kumwambia Baba naomba nisamehe, alinisamehe. Tena alisamehe kabla hata sijamjua yeye. Maana anasema alitupenda tukiwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo ikiwa Mungu anasamehe kwa ajili yake mwenyewe, wewe ni nani wewe na mimi tushikilie makwazo kwa muda mrefu? Wewe na mimi ni nani hata tumshikilie mtu kwa muda mrefu? Halafu mpenzi, moyo wako ni mdogo sana. Huwezi kubeba mtu mwenye kilo nyingi kama mimi ndani ya moyo wako, utapasuka. Moyo wenyewe uko wapi? Yaani unibebe mimi mzima na kuniweka kwenye moyo wako, utapasuka mpenzi. Kwa nini usiamue kuniachilia tu? Eti wana wa Mungu. Kwa nini umshikilia mtu muda mrefu? Kwa nini ukae na makwazo mpaka mambo unaisha? Fulani alinikwaza. Hata kama alikukwaza na kama hana muda kuja kukuomba msamaha, samehe kwa ajili yako mwenyewe. Ili maombi yako yasizuiliwe. Sawa penzi? Samehe kwa ajili yako mwenyewe. Alafu mara nyingine wapenzi, unajua vitu vingine vinavyotukwaza havina uhalisia. Kwa nini havina uhalisia? Wakati mwingine vinavyotukwaza sisi ni mitazamo tu juu ya wengine. Mtazamo wangu unaweza kuwa ni sumu kwa ajili yangu mimi mwenyewe, kuelekea watu wengine. Yaani jinsi ninavyomwangalia mtu na jinsi ambavyo namtafsiri ni tofauti na jinsi alivyo. Simone, ni tofauti na jinsi alivyo. Ni tofauti na yeye jinsi anavyowaza kuhusu mimi. Ila mimi mtazamo wangu tu, moyo wangu tu jinsi ulivyo. Unawezekana kumtafsiri mtu kitofauti na vile alivyo mtu mwenyewe. Ni vema kama mtu hujamuelewa basi mfuate. Muulize au mwambie tu, ndugu mimi sijakuelewa hapa. Lakini unaweza kumwangalia mtu, kwa nini aliniangalia vile? Kwa nini alivyoniangalia nimetoa midomo? Umeanza kukasirika mwenyewe. Umejikasirisha mtoto wa watu. Kusalimia utaki tena. Lugha zimebadilika. Lakini kumbe ni wewe tu usivyo alivyo huyo mtu. Sivyo alivyo. Yaani usijirundikie mizigo ambayo haina maana mpenzi. Moyo wako ukoje kuwaelekea watu wengine? Unaamua nini? Yaani unavyotazama watu ndivyo ambavyo unaweza kaamua ndani ya moyo wako. Unaweza kumtazama mtu vibaya ukaamua kwamba huyu anipendi. Umeona? Unaweza kumtazama mtu pengine alikuwa yaani tu unajua kila mtu ana asili yake, muda fulani, aina fulani ya maisha ambayo aliyazoea. Kwa hiyo unaweza kumtazama mtu hata mwendo wake tu ukakukwaza. Kwa nini anatembea na buruza miguu? Ndio alivyo. Kwa nini anatembea miguu yake anainua sana? Ndivyo alivyo. Kwa nini huyu yuko hivi? Ndivyo alivyo. Hivi wewe ukiamua kumpenda badala ya kuchukulia tofauti kama vile alivyo, sema lakini huyu dada huyu yaani akitembea na buruza miguu kama ndani hivi. Chukia, unaamua kumpenda. Dada nakupenda mwendo wako na buruza miguu. Yaani ukitembea vumbi zinajaa mpaka kwenye magoti nakupenda. Lakini hilo kwako lazima likawa kwazo. Kuna vitu vidogo ambavyo vinatukwaza, ambavyo havina msingi, ambavyo vinakuwa ni sumu ya maombi yetu. Unakuwaje muombaji wakati hujasamehe watu? Unaomba nini mpenzi? Wewe unaweza kumwendea babako wa mbinguni, Baba nataka hiki, Baba nipe hiki. Wakati huo ndani umerudika mizigo ya watu hujawaachilia. Urudi kama unapoteza muda. Bwana Mungu, unapoteza muda wewe. Unapoteza muda. Huo muda ambao ungekaa kwenye magoti uombe, bora ukalime. Kama hujachagua kuwasamehe watu, bora uende ukalime. Unapoteza muda. Maombi yako yanakuwa yana kibali mbele za Mungu. Bwana amesema nitang'oa milima. Ni kweli, nitang'oa haing'oki. Kwa sababu umebeba watu. Unashangaa mtu muda wote umekuwa huna amani. Umejaza uchungu moyoni. Na hujui kwamba uchungu ni sumu ambayo inaweza kuletea pia magonjwa. Umejaza uchungu moyoni kwa sababu usiposamehe, uchungu unajiumba ndani ya moyo wako.
Na Biblia inasema kwamba shina la uchungu lisije likachipuka na wengi wakatiwa unajisi katika hilo. Kwa hiyo anasema iweni na amani na watu wote. Iweni na amani na nani? Na watu wote. Na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo ile amani na watu wote ni kinga ya uchungu. Unapoamua kuwa na amani na watu wote, huwezi ukaweka uchungu moyoni mwako. Bwana Yesu akubariki. Amen. Mimi sidhani kama ni wakati wa kuendelea kushikilia mtu moyoni mwako. Haijalishi alikufanya nini. Haijalishi aliongea nini. Haijalishi unamwonaje. Sio wakati wa kumweka mtu ndani ya moyo. Itakusaidia nini? Wewe mchana kutwa mwenzako ana amani, alafu iko hivi, unajua kanuni ya kusamehe ilivyo. Wewe ambaye hujaamua kuchagua kusamehe, ndio ambaye unapata shida. Kuliko yule ambaye alikukwaza. Yule aliyekukwaza inawezekana alishajiongelea zake na akajiendea zake, maisha yanaendelea. Lakini wewe ambaye unaamua kuchukua lile kwazo ukaliweka moyoni, linaendelea kukutesa kwa muda mrefu wakati yeye ana amani. Yeye ana amani. Alafu mimi nimegundua mara nyingi watu wenye huduma ya kukwaza waga wenyewe hawakozikani. Anakuwa tu na huduma kukukwaza. Akafika hata kama hapo, wewe tai gani uliovaa hii? Mwenyewe anaendelea kusema, yaani mimi kuniambia tai hii maana yake. Yaani mimi si yeye yuko na amani, afu yuko vizuri. Afu wakati mwingine ukimjia ukamwambia, "Oh, ulichokuwa unasema vile uko na amani." Ndio nikasirika lile tu. Yaani ana amani yake. Maana ni huduma yake ya kukwaza. Sasa kama mtu unamana na huduma ya kukwaza, mwachilie hata kama hajui kuomba msamaha. Mwachilie tu ili uwe na amani. Mtaka kisha kuharibu hapo, yeye anasonga mbele. Wewe umekaa na kwazo, kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi siku ya kwanza? Kwa nini mimi? Biblia inakwambia hivi, mwe na hasira lakini msitende dhambi. Uchungu wenu usibaki mpaka jua linazama, watoke wa uchungu. Kwa nini mimi? Ukiamka kwa nini mimi? Ukigeuka huku kwa nini huyu? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Yeye hana shida. Amelala usingizi na anakoroma ndoto zote. Amesahau kwamba alimkwaza mtu ambaye usiku huu amekosa usingizi. Amesahau. Wewe umelishikilia neno linakukwaza. Ukimwona unamkasirikia na shangaa. Kwa nini anisalimia? Yeye naye ndio huduma yake, ameshakukwaza, amemaliza. Sasa wewe kama huna ufahamu kujiongeza na kusema kwamba hainipasi mimi mwana wa Mungu kushikilia makwazo, yatakupelekea kujijenga sumu ambayo baadaye itakuletea maradhi katika mwili wako. Na sio tu hivyo, unajikosesha kibali cha kumwendea Mungu na kumsihi Mungu na kuomba Mungu. Unajikosesha kibali cha ushirika wako na Mungu kwa sababu ya kushikilia mambo ambayo hayana maana yote ndani ya moyo wako. Achilia watu. Bwana Mungu, achilie watu. Waachilie hao uliowashikilia. Ili uweze kuwa salama, waachilie. Yaani mpaka mwaka unaishi. Unajiandaa kwenda mwaka 2026 na makwazo. Hey, wana wa Mungu. Tutafika kweli? 2025 wote tumemaliza. Siku 365 na robo. Unataka kuingia 2026 na makwazo. Na watu wamebeba moyoni. Alafu unategemea Mungu atakupatia majibu ya maombi yako? Hapana. Hebu wakati tunapoendelea kumaliza mwaka, hata kama uwezi kufuatilia. Kuna mtu mmoja, kuna siku moja nilikuwa nimekaa naye, nikajaribu alikuwa na jambo na mtu na mwenzake. Kwa wakati naendelea kumsihi kwamba Bwana, wewe ni Mkristo. Hebu jifunze kuachilia, anasema siwezi. Yaani moyo wangu unaniuma mno, siwezi. Najaribu kuachilia na shindwa. Ni roho chafu. Ukiona unafika mahali huwezi kuachilia, ni roho chafu. Unatakiwa urudi kwa Mungu, mwambie Baba, naomba unisaidie. Inakuwa ni roho chafu. Unashindwaje kumwachia mtu mwingine? Unashindwaje kumsamehe mtu mwingine? Unashindwaje kumuondoa mtu ambaye amekukwaza? Hata kama wewe makwazo yamekuwa ni kiasi gani? Hebu tuangalie Mathayo 18. Soma Mathayo 18. Kuna neno moja hapa. Yesu anatufundisha msamaha. Mathayo 18. Tukianza na mstari wa 21. Yesu anatufundisha msamaha. Yesu anatufundisha kuachilia watu.
Tumefika Mathayo 18. Naomba tusome kwa pamoja. Moja. Akamwambia, Ndio. Bwana, ndugu yangu alikusema ngapi na msamehe? Ndio. hata 7. Ndio. Yesu akamwambia, mara 7, Ndio. bali hata 7 mara 70. Amina. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Ndio. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Ndio. Na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipo ile deni. Ndio. Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Ndio. Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Amina. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Ndio. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa jori wake aliyemwia dinari 100, Ndio. akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Ndio. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, Ndio. nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Ndio. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Ndio. Basi wajoli wake walipoiona aliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote iliyotendeka. Ndio. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, na nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumsamehe mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata alipoilipa ile deni, hata atakapoilipa ile deni yote. Ndio. Ndivyo na Babangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Maandiko yameeleza wazi. Maandiko yako wazi yetu wapenzi. Yako wazi zaidi. Mtumishi wa Mungu Petro anamuuliza Yesu kwa habari ya msamaha. Yesu anatoa somo ambalo linapaswa litutafakarishe kila mmoja wetu. Anasema nimsamehe ndugu yangu mara ngapi? Hata mara 7. Yesu anasema mimi sikwambii hata mara 7, isipokuwa hata 7 mara 70. Lakini anatoa mfano huu wa hawa watu wawili. Watu ambao walikuwa na mmoja anadaiwa na bosi wake talanta 10,000. Ukipiga hesabu ya talanta 10,000 ni pesa nyingi sana, kama za Tanzania hazipungui kama bilioni 14. Anadaiwa na nani? Na bosi wake. Lakini wakati huo akiwa ameomba msamaha kwa bosi wake kwamba naomba univumilie, nitakulipa. Bwana wake anamwambia hapana, mimi nakusamehe. Yaani alimsamehe asimlipe. Alimsamehe tu kabisa, asimdai tena. Wakati amesamehewa deni, anakutana na mtu ambaye na yeye anamdai dinari 100 tu, ambapo ni kama vielfu kidogo tu. Anamdai dinari 100 tu. Alipomwona, alichokifanya ni kumkamata koo na kumwambia nilipe unachowiwa. Ambia bwana, samahani bwana, nisaidie, nitakulipa, nisamehe, nivumilie. Anasema ili deni limeshakaa muda mrefu sana. Siku moja nilikuwa nimecheka peke yangu, nikasema kwa kweli mbinguni huko aisewe kama una moyo mdogo usikopesheke watu. Kweli kabisa nakwambia usikopeshe watu. Nikamkuta dada mmoja, ni mtumishi wa Mungu pia. Alikaa kwenye biashara yangu kwa pembeni, amekaa anapiga simu. Hiyo pesa imeshakaa muda mrefu, naomba nilipe pesa yangu. Mwenzangu anambia nitakuletea. Anasema nitakapokuja nyumbani kwako, nitalala nyumbani kwako hata kama ni mwezi mzima, nitakula chakula chako, nitaoga maji yako hata kama ni mwezi mzima, na nitakuja na mlinzi. Halafu sitaondoka huko nyumbani mpaka ulipe pesa yangu yote. Nikasema kimewaka. Kwa hiyo huyu yaani alipokuwa anaongea na maneno anapiga simu, nikamkumbuka huyu jamaa. Sasa mpenzi, hivi wewe Mungu amekusamehe vitu vingapi? Makosa mangapi ambayo uliyafanya mbele za Mungu na Mungu akakusamehe kabisa? Wewe umemshikilia mtu kwa jambo dogo tu. Sasa na hawa watumwa, yeye amesamehewa pesa nyingi, talanta 10,000, anashinda kumsamehe mwenzie dinari 100. Na akamshika na akamkamata koo, akampeleka wapi? Gerezani. Mpaka alipe deni lake. Bwana wake aliposikia akasema, muiteni aje hapa. Anakuja ambia wewe, mimi nimekusamehe pesa yote. Umeshindwa kumsamehe mwenzio kinani kiasi kidogo hiki? Basi na utarudi gerezani mpaka ulipe yote. Ndivyo anasema Baba yake wa mbinguni.
Huyu ni Bwana Yesu anasema. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowafanya nyinyi msiposamehe kila mtu mwenzake. Hivi mimi mpaka niingie katika jaribu la kutokuweza kulipa. Unafikiri yule penzi wewe mwana wa Mungu, jehanamu inatisha. Mpaka uikose mbingu kwa sababu kushikilia mtu mmoja. Hivi ngoja nikuulize swali. Umekangania kumkamatia mtu kumshikilia moyoni mwako utaki kumsamehe. Bahati mbaya usiku umekufa. Unayo mbingu? Wapenzi, kuna mbingu hapo? Kuna mbingu eti? Mbingu ya usiosamehe ipo? Kwa nini ungangania kushikilia watu? Kwa nini ungangania kumshikilia mtu kwa makosa madogo madogo? Kwa nini mwana wa Mungu ungangania kumshikilia mtu wakati ukijua kwamba hakuna mbingu kwa mtu asiyesamehe? Kwa nini ungangania kumshikilia mtu? Kwa nini moyo wako umekuwa mgumu mwana wa Mungu kutokusamehe? Biblia inasema kwamba ndivyo na Baba yangu aliye mbinguni atakavyowafanya ninyi msiposamehe kila mtu mwenzake. Tujifunze kusameheana. Huo ndio Ukristo. Huo ndio wokovu. Tujifunze kusameheana sisi kwa sisi. Na usisubiri mpaka mtu akwambie nisamehe hata asiposema. Chagua kumsamehe. Kwa nini ungangania watu? Wakati ungeo kusikiliza vituko vya wana wa Mungu vinatisha. Wana mambo ya ajabu. Tukikaa hapa kama kondoo takatifu, lakini kuliko mchungaji wetu au kuliko jirani yako yule naye hapo. Kwa sababu mchungaji anakufahamu, ni mtoto wake, sawa. Lakini kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine unajisahau, unaishi maisha ya ajabu, unaishi maisha ambayo si mtu aliyokoka. Maisha na majirani zako huongea mimi nimeokoka, naenda mbinguni. Afikibaya zaidi nasali kwa Pastor Ida. Mtu ambaye anafahamika mji wote mikoani. Mchungaji mtoto wa nani? Mtoto wa Pastor Ida. Vituko unavyofanya huko unavijua wewe. Hatupaswi wana wa Mungu. Amen. Wana wa Mungu hatupaswi. Amen. Wokovu wako unapaswa wewe mwenyewe, wewe mchungaji wa kwanza wa roho yako. Amen. Wewe mchungaji wa kwanza wa wokovu wako. Asante bibi. Amen. Mchungaji wa kwanza ni wewe. Amen. Usimtwishe mzigo mtumishi wa Mungu. Ana mambo mengi ya kufanya. Hivi kama usipotaka kubadilika wewe, unafikiri kuna maombi yatakubadilisha? Kuna upako unaweza kukubadilisha? Kama moja hujaamua kubadilika, ihurumie roho yako. Ukiondoka katika ulimwengu huu, pumzi ya kwanza imekata, ndio utakapojua maana ya msamaha ni nini. Kwa nini Yesu alichagua kutusamehe? Usishikilie watu mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu, usishikilie watu. Kama ulikuwa nao ndani ya moyo wako, chagua mchana wa leo kwamba hapana, ninaachilia kabisa. Sitaki kumshikilia mtu yote kuanzia leo, kwa sababu kesho yangu mimi sijui. Yesu yupo karibu kurudi. Wewe umengangania watu. Kwa nini? Mbebe Yesu, usinibebe mimi. Mimi utaniweza, nina kilo nyingi 105. Utaniweza mwanangu? Utaniweza kunibeba moyoni mwako? Nitakupasua moyo. Mbebe Yesu. Nani msamaha unataka uhuru? Amen. Msamaha unakuletea uhuru wa moyo. Yaani kama hauna neno na mtu, uko huru kweli kweli. Kila unayemuona utamfurahia. Kila mtu kwako ni wa thamani. Kila mtu ni wa maana, kwa sababu hauna watu uliowabeba moyoni kwa ajili ya makwazo. Kwa hiyo kila mtu kwako anakuwa ni mtu wa maana, ni mtu wa maana. Hakuna mtu ambaye atakuwa ni kikwazo kwako. Kwa nini kikwazo kiwe mtu? Una adui mmoja tu, Ibilisi. Sio watu. Watu sio adui zetu. Sawa na Mungu. Mtu hajawahi kuwa adui wa mtu. Ila Ibilisi ndio adui yetu. Yeye ndio anajaribu kuwapandikiza watu wafanyike kuwa maadui. Sasa wewe usichague kuwafanya watu kuwa maadui zako. Chagua kwamba Ibilisi peke yako ndio anataka kushughulikia. Kama unaona kuna kitu nyuma ya mtu, shughulika na ile roho iliyoko nyuma yake. Usishughulike na yeye. Usipambane na mtu, pambana na kile ambacho kiko nyuma yake. Kama ni mtu ambaye amekuwa na matatizo, basi wewe shughulika na ile roho ambayo inamtaharakisha huyu kufanya hayo. Utakaposhughulika nayo na ukaishinda, kwa salama. Na hata utamsalimisha ndugu yako. Badala ya kuchagua kumweka huyu ndo alivyo, wa hivi, unaamua kumkasirikia, unaamua kumnunia. Hivi hata kumwombea utamwombea kweli?
Biblia inatuambia kwamba tubebeane mizigo sisi kwa sisi. Utabeba mzigo wa huyo? Ukisikia ana shida utamwombea? Utasema yakome, amezidi, kimlambe na yeye, kwa sababu humpendi. Hata mchungaji akisema tuombe kwa ajili ya mtu fulani, jamani tumuombe, kimlambe huko na yeye. Uombi, useme tu unafanya kama unaomba kumbe uombe. Kwa nini? Kwa sababu kimemlamba mtu ambaye ni adui yako. Usimfanye mtu kwa adui. Sawa mwana wa Mungu? Adui yako ni ibilisi tu, sio mtu. Jifunze kuachilia watu. Jifunze kusamehe watu. Sasa hapa nimekaa hata somo lenyewe sijalimaliza. Sijaanza na shangazi sijaenda huko. Ni roho. Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu, jifunze kusamehe. Sawa penzi. Jifunze kusamehe ili uwe na uhuru, uwe na amani. Moyo wako ujae amani. Na afya itakuja tu hata kama unakula mlenda kila siku. Kwa nini? Kwa sababu una amani ya moyo. Wao nafikiri watu wananenepa kwa sababu wanakula. Njoo angalia chakula ninachokulaga mimi mara nyingine. Mboga zangu napenda za kuchemsha. Nyingi tu napenda za kuchemsha, michemsho. Ndio naipendaga. Nikikupa utasema bibi hapa sasa na umezidi. Nitaiunga tu kwa sababu wewe. Lakini kama mimi mwenyewe mara nyingi ni michemsho. Lakini nashangaa kilo zinaongezeka kila siku. Nisipojidhibiti zinaongezeka tu. Nina amani ya moyo. Sijaamua mtu awe adui kwangu. Sijaamua mtu yote kumweka ndani ya moyo wangu afanyike kuwa adui. Hapana. Wewe kafanya unachokifanya, ukifika labda mimi nitakufanya kuwa adui yangu. Mimi hapana. Mimi nitakufanya ni ndugu yangu ile ulipitiwa. Ila huyo aliye nyuma yako nitamshughulikia. Usante najua sio wewe, ila kuna mwingine nyuma yako. Huyo ndio atakayeshughulika naye mimi. Sasa usijifunze kubeba watu. Jifunze kuachilia mpenzi. Sawa bwana Mungu. Jifunze kufanyaje? Kuachilia. Ili tuweze kubebeana mizigo sisi kwa sisi, lazima tujifunze kuachiliana, kusameheana. Ili tuweze kujaza upendo mioyoni mwetu, lazima tujifunze kuachilia watu. Huwezi ukawa na upendo kama umebeba watu. Bwana Yesu akubariki. Amen. Yes, Amen. Thank you. Namiro Kristo amesema naye. Roho Mtakatifu, asante kwa neno lako ambalo umeliachilia kwetu kwa kinywa cha mtumishi wako. Tunakuheshimu kwa sababu tulifungua mioyo yetu kusikiliza na tumekusikia. Ongea na Bwana Yesu vile umesikia nini? Itikia vile umesikia kitu gani? Wajibika katika kila ambacho umesikia. Kumwambia Yesu nimesikia. Kama kuna ujumbe wa msisitizo zaidi katika ujumbe, ni ule uwezo wa kuachilia, ule uwezo wa kusamehe, ule uwezo wa kutokushikilia watu, kushikilia vitu, kushikilia makwazo, kushikilia maumivu. Na angalau kila mmoja wetu kwa jinsi yake, kama kichagua kwa muungwana na yeye mwenyewe, ana ya kuyaachilia, ana ya kutokuyashikilia, ana ya kusema wacha hili liendelee. Mwambie Yesu, niko hapa na ufungua moyo wangu kwa kujua, kwa kutokujua, ikiwa niko na lolote ambalo linaruhusu mtu liwe la bahati mbaya au la kusudi. Mimi kwa moyo wangu wote nimesikia neno lako, nimechagua kuachilia. Mwambie Yesu, nachagua kuachilia. Nachagua kuachilia kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya uhusiano wangu na wewe, na kwa ajili ya nidhamu yangu ya ushirika na wewe. Inua mikono yako mbele zake. Surrender your heart. Achilia moyo wako kwake. Achilia moyo wako kwake. Alafu omba katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya mimi katika siku njema leo. Nami Baba, ninakushukuru na kukurudishia utukufu wewe. Kwa maana wewe ni Mungu unaochunguza moyo zaidi ya vile nilivyo mimi katika fahamu zangu. Asante Baba kwa ajili ya neno lako hili. Asante Roho Mtakatifu unayechunguza moyo na kuvijaribu viuno. Nami najiachilia kwako kwa wakati huu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninajiachilia mbele zako wewe unayechunguza moyo na kuvijaribu viuno na kuchunguza yaliyoko ndani yangu na kujua ni wapi nilikoanguka. Baba Mtakatifu li hai, ninajisogeza kwako Mungu Mtakatifu. Ninaomba neema yako zaidi katika kile nilichokisikia, katika yote niliyoyapitia, katika yote niliyoyaendea, katika yote niliyoyapitia ambayo amekuwa ni kikwazo na kizuizi cha ushirika wangu na wewe.
lako juu yangu Bwana, katika kila eneo la vikwazo na vizuizi vya ushirika wangu na wewe Baba mtakatifu li hai. Nachagua nami kwa wakati huu, nachagua kusamehe na uachilia moyo wangu kwako. Nachagua kusamehe katika kila maeneo, katika yoyote aliyenikosea Baba, ninachagua kusamehe, nachagua kuachilia Baba mtakatifu uliyosema na mimi, maana neno lako ni jepesi. Neno lako limekuwa ni jepesi kusema na mimi, na kutambua na kuvijaribu viuno vyangu, na kutambua mawazo yangu, na kutambua maisha yangu, na kutambua njia zangu. Baba mtakatifu li hai, ninakusihi kwa neema yako Bwana, moyo wangu kwako ninajiachilia mbele zako Bwana. Naomba nisaidie Mungu wangu li hai, ninauachilia moyo wangu kwako. Ninachagua kuachilia kila aliyenikwaza, ninachagua kuachilia kila aliyenikosea, ninachagua kuachilia kila aliyenikosea. Baba ninajiachilia kwako. Naomba neema yako Mungu wangu mtakatifu, naomba neema yako Bwana li hai, naomba neema yako Bwana, naomba neema yako Bwana. Omba neema ya Mungu li hai, omba neema ya Mungu, omba neema ya Mungu ili aweze kukusaidia, ili aweze kusaidia udhaifu wako. Mwambie Baba, nachagua kusamehe, nachagua kuachilia kila aliyenikwaza, nachagua kuachilia kila aliyenikwaza, maana neno lako ni jepesi. Neno la Mungu ni jepesi kutambua, neno la Mungu ni jepesi kutambua, na kusudi ya moyo ni jepesi. Neno la Mungu ni jepesi. Mwambie Baba, ninachagua kuachilia. Yes Lord, katika jina la Yesu Kristo sema Baba, unajua moyo wangu, unajua kuketi kwangu, na kuondoka kwangu. Wewe mwenyeji wa hatua zangu, niko mbele zako asubuhi ya leo. Ninaomba unirehemu kwa wingi wa rehema zako, ikiwa liko neno ambalo kwa hilo ninawiwa, ambalo nawiwa kwa kukosea. Naomba unirehemu, na kwa moyo wangu wote ninaachilia kila makwazo, naachilia kila maumivu, naachilia kila uchungu uliotokana na mahusiano yangu na wengine Bwana. Mchana wa leo nipate kibali, naachilia Bwana katika jina la Yesu, naachilia katika jina la Yesu. Kristo mwana Mungu ali hai. Naachilia Bwana kila aliyenikosea, namwachilia Bwana ali hai. Naachilia katika utu wangu, naachilia katika moyo wangu, naachilia katika utu wangu, naachilia katika moyo wangu. Baba, namwachilia kila aliyenikosea kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia kila aliyenikosea, naachilia kila aliyenikosea, naachilia kila aliyenikosea katika moyo wangu. Baba, ninaachilia kabisa kwa roho hii, hata mimi namwachilia kama Bwana ulivyoniachilia mimi, nami namwachilia kila aliyenikosea, ninamwachilia kila aliyenikosea, namsamehe kila aliyenikosea, namwachilia kila aliyenikosea, namwachilia kila aliyenikosea mimi, naachilia katika jina. Tuketi. Mgeni mmoja alikuja ofisini kwangu kuniletea kesi. Huyu mgeni aabudu hapa, na sijui kama anabudu makanisa ya Pentekoste Ulaya. Na kesi yake ilikuwa, mchungaji, nina jirani yangu ambaye ni muamini wako. Katika kuhusiana kwangu na yeye tulitofautiana, na katika kule kutofautiana na kule kukosana tukanyamaziana. Lakini mimi nikaona huyu ni mtu ambaye haiko hapa, nikaona si mzuri kwangu kama nina jirani yangu na sihusiani naye kwa kuwasiliana naye. Akasema nimejaribu kuwasiliana naye, najaribu kumsalimia kwa sababu yeye ni jirani yangu, najaribu kumsalimia wakati mwingine, lakini pia wakati mwingine hata kama hata napita hata ni barabara, basi nitajaribu kumsalimia, lakini haniitikii.
Anasema ni jambo ambalo linanikosesha amani na linanikosesha furaha, kwa kuwa anaelewa afya ya mahusiano mazuri na jirani yake. Alafu huyu anayeitwa Mkristo aliyeokoka aelewi thamani ya mahusiano yake na jirani yake. Nilijisikia vibaya na aibu, kwa sababu ninatarajia katika Roho Mtakatifu wa kwanza kuwa mwepesi kusamehe ni aliyeamini. Sitarajii mwamini awe katika daraja la makwazo na asiyeamini kiasi cha yeye kama mwamini hawezi kusamehe, alafu ambaye hajaamini anaweza kusamehe. That's a shock. Ni jambo la kukutikisa kama Mkristo, kwamba kama watu walioko nje ambao hawamwabudu tunayemwabudu, hawamtumikii tunayemtumikia, wanajua kuachilia wanaokosea, alafu sisi tulioko ndani ya maungamo ya wokovu katika Kristo Yesu hatujui kuachilia walioko nje. Ni zaidi ya hatari, kwa sababu sisi ni mabalozi kwao wa injili ya msamaha. Kama sisi tulio mabalozi wa injili ya msamaha hatuwezi kuachilia msamaha kwao, basi hata sisi wenyewe hatujui kama tumesamehe. Nilijisikia vibaya, lakini nilikuwa na maswali mengi. Moja ya maswali ambayo nilikuwa nayo ni haya: mimi ni mchungaji wako, ninaishi mtaa Mabee, nina majirani zangu Mabee ambao sio wewe, na wewe una majirani zako pale ambao sio mimi. Wakati uko kanisani, wao wako mtaani pale unapoishi. Ukitokea moto sasa hivi pale nyumbani kwako, na wenyeji wako katika ule mtaani majirani zako, atakuzimia basaida. Atakaye pambana kuingia ndani atoe kitanda aliwewe uko ibadani, au ahakikishe usalama wa watoto aliwewe uko ibadani, ni basaida. Ni huyu ambaye anahubiri hapa? Ni nani ambaye wewe hutaki kusema naye, ambaye wewe hutaki kusamehana naye? Life is a mystery. Maisha ni fumbo la kuhitajiana hata kama hutaki. Mwambie mwenzako, maisha ni fumbo. Huna chochote cha thamani kinachoweza kufidia uwepo wa watu. Ngoja nirudie tena. Una cheo, una hela, una mali zinazotosha kufidia uwepo wa watu. Maisha ni fumbo kiasi cha utanihitaji tu sehemu fulani. Unaweza ukakataa kweli leo, lakini Mungu ameyaseti matukio, Mungu ameziseti hali, Mungu ameyaseti majira ambayo majibu yake sio hela yako, majibu yake sio cheo chako, majibu yake sio umaarufu wako, majibu yake ni jirani yako, na ambaye anaweza akawa na hela, ambaye anaweza akawa hana cheo, ambaye anaweza akawa hajaokoka. Abudu unapoabudu, lakini ana siku ambayo unamhitaji. Lazima ueleke kitu. Nilijisikia aibu, nikamuuliza ni nani, akanitajia, nikasema Jesus. Akasema nimejaribu kumwomba msamaha mwenzangu, lakini mwenzangu
pokea msamaha wangu. Nikasema kama sisi tunaokiri kuwa tumeokoka, tumefikia hapo na tunakiri kwenda mbinguni ya nani? Ndio maana tuna Wakristo wengi ambao hawaponi, si kwa sababu hawaombi, kwa sababu hawajaachilia. Hawajui kama msamaha ni lango la tiba la mengine ya yale ambayo wanayapitia. Na watu wanaoshikilia watu kana kwamba wao hawajawahi kukosea watu. Una haki ya kushikilia wengine kama wewe hujawahi kukosea wengine, lakini kama umewahi kukosea wengine hauna haki ya kushikilia wengine. Mwambie mwenzako, una haki ya kushikilia wengine kama umewahi kukosea wengine. Nilisikitika, nikaumia, nikatikiswa, nikasema wow. Nikamuuliza mara ya pili, umejaribu? Akasema nimejaribu. Nimeona basi sina amani kwamba niwe na jirani yangu alafu ionekane atuongee, mimi nafagia namalizia upande wangu naye anafagia upande wake, labda tumegongana asubuhi, sisikii amani. Nikasema hiyo hali anayoisikia huyu alipaswa ajisikie yule aliyeamini. Kama yule aliyeamini ajisikie hivi, ameamini nini? Hilo angaliko la moyo alipaswa ajisikie yule ambaye ameamini. Yule ambaye ameamini alipaswa itafute hiyo amani, kwa sababu kwanza ameamliwa na Mungu anayetafuta. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, ameambiwa na Mungu. Yeye ndio ilibidi ahangaike kumtafuta mtesi wake na kumwambia bila kujali uliniumiza kwa viwango gani na niliathirika kwa jinsi gani, nimechagua kwa moyo wangu wote kukusamehe. Hiyo jitihada ilipaswa ifanywe na anayesema nimeamini. Badala yake huyo ambaye anayesema ameamini ndiye ambaye anatafutwa bila mafanikio, mpaka huyu mwana wa watu anakuja kwa mchungaji na kusema nisaidie, sijui nifanyeni. Na mimi sikumwita kumuuliza, na mpaka leo sijawahi kumwita kumuuliza, na nimenyamaza kusudi. Nimenyamaza kusudi kwa sababu najaribu kupima hayo maungamo ya nimeokoka anayejua. Na hata mchana wa leo yuko hapa, na inawezekana ikawa ni wewe. Ambaye ukikaa hapa umeinua mikono na machozi yanakutoka na haleluya kubwa, lakini ukitoka hapa jirani yako usemi naye na unasema nimeokoka na Pastor Aida ni mchungaji wangu. Unajielewa wewe? Hata mimi na majirani wakati nakuja katika ule mtaa hawakunipokea vizuri, kwa nilifanyia vituko. Panda miti wanaleta wanyama hao wale. Nikajaribu kusema jamani naomba hivi. Baadaye nikaona hili roho Mungu akasema no, uwe na amani, achana na hivyo vitu. Jenga fence kabla hujajenga nyumba. Kuna kwa kumo kikokosesha kati yao. Nilikuwa natafuta tu amani. Sitaki siku moja niamke asubuhi kwamba labda sijui matunda yangu yameharibiwa au vitu gani, alafu nijikute nimekasirikia wao. No, kwa sababu naelewa mwisho wa siku hata wao ni washirika wangu, ni jambo la muda tu. Ni jambo I know that. Naelewa ni jambo la muda tu. Walinifanyia vitu kulika sio najua. Nikaomba maji pia. Nikasema jamani na mimi naomba maji. Wakanifanyia kitoko. Nikasema basi
acha nichimbe kisima. Lakini mwisho wa siku naelewa siku ipo ambayo na mimi nahitajiwa kwa ubora wao, kwa ustawi wao. Inaweza siwe leo, lakini I know a day is coming when I'm needed. Naelewa siku ipo ambayo nitahitajika. Lakini siku kulalamika, I just forgive. Nasamehe. Unajua wale ambao mko ni kurasa wasa kwa kanisa, siku moja nilisema hivi, kila mtu unayemwona duniani, hata kichaa, ana siku yake ya jinsi gani ya kufa. Ana siku yake ya kuwa na maana, bora alikuwepo. Hata yule kichaa anaweza akaja kukupasulia kuni siku ya msiba wako na babu yako. Kila mtu amewekewa siku ya kula muhimu. My God. Na mwingine ni yule ambaye humtaki, ni yule ambaye unamwonea kere, ni yule ambaye unamsema vibaya, ni yule ambaye utamani kumwona, na yeye ana siku yake kuwa muhimu kwako. Ameruhusu mjue ana sababu za kukufaa. Kama Mungu ameruhusu uhusiane naye, ana sababu za kukufaa. Kama Mungu ameruhusu ufahamiane naye, ana sababu za kukufaa. Mungu amlete kwako. Acha kiburi. Amen. Acha kiburi. Ni kweli anaweza sikusaidia chochote leo, lakini Mungu anaelewa kwa nini kamweka. Ana siku ambayo anacho ambacho unakihitaji. Amen. Na wewe umeelewa Mungu vizuri. Mungu ana tabia ya kuthibitisha uwepo wa watu kiasi cha hakuna ambacho kinaweza kama badala wao. Amen. Mji Mungu vizuri wewe. Muulize Farao. Laiti kama angejua majibu ya ndoto yake anayo Yusufu asingefunga. Amen. Angemtunza. Na hatuwezi tukawa hivyo alafu tukawa watu wa maombi. Tunaomba nini? Maombi yanayotoka katika moyo wa uchungu, huzuni na usio na msamaha ni kelele mbele za Mungu mtakatifu. Tuna wengine katika sisi hapa, yamkini uponyaji wetu unategemea tu msamaha wetu. Tunahitaji tu kusema mahali hivi, kuanzia leo, yule baba, ni kweli maisha yangu yalibadilika kwa sababu ya yeye, lakini na mwako moja, cha mwako moja. Yule ndugu, ni kweli alitubua vibaya, akanijeu, lakini kwa ajili ya ushirika wangu na Yesu kwanza, na mwachi. Na mwachi. Kwa ajili ya ushirika wangu na Yesu kwanza, na mwachi. Kama hujui kusamehe na hali wewe umesamehewa, hujui wokovu bado. Salvation is a gift of forgiveness. Amen. Wokovu ni karama ya msamaha. Amen. Msamaha tunaopokea na msamaha tunaotoa. Usiwe na chochote kwa lolote katika maisha yako. Isitokee unakaa mahali ukikaa una raha, una amani kwa sababu ya mtu. Sio mtumwa wa hiyo katika maisha yako. Never. Pambana kuwa huru. Taka kuwa na amani. Usipambane kugombana na watu. Kuna watu wengine mko hapa, msipogombana na watu hamna amani. Una shida gani mwanangu? Isi maisha yako, maisha yenyewe mbona hujaishi hata maisha yako? Unaweza kusubiri kabisa watu wengine. Siku
Usipambania kwanza ya kwako. Yaani kuna watu mko hapa, msiposengenya mnaona kama midomo yenu haikuwa hai. Kwa mipasho watabaki wanaongea kibarazani, tumesahau. Tuma nisisikilizaki nyimbo za injili. Hata mndana ondega, naomba msiniwekeze nyimbo zenu. Kama inisaidii kumjua Yesu, hebu acha na hizo nyimbo sitaki. Tuna kizazi hata nyimbo zetu katika flash zetu ni watabaki wanasemezana, wamekalia wewe unapambana na nani? Sipambane kwanza na ndoto zako zitoshe. Crazy. Umekalisha bufa utafikiri watarabu mondani. Mama mko wake wamekalia wewe usitani alioa lini? Mbona hata Biblia? Unajua Biblia kweli wewe? Yaani mnafundishwa vitu maboga. Na ukikuta mnakole hapo wamekalia naye. Wanaona nani? Unapambana na nani? Are you living for people, for God? Unaishi kwa ajili ya watu au kwa ajili ya Mungu aliye hai? Sasa unaona kina nani? Listen to me. Jana Mungu alikuwa ananiambia mimi neno. Alikuwa ananiambia mara zote watoto ndio wanaoshindana. Ukikuta watoto wanashindana kwa utu ni watoto. Yaani hata kama wakawa na kilo 105 kama za kuzaliwa. Kwa ndani ni watoto. Watu wazima waishi kwa mashindano. Watu wazima wanaishi kwa maono. Haleluya. Mwambie mtu watu wazima waishi kwa mashindano. Wazima wanaishi kwa maono. Wana ndoto zao za kuzifikia. Haleluya. Wana mipango yao ya kuifanya. Haleluya. Wana hatima zao wanaziendea. Haleluya. Watu wazima hawafai kwa mashindano. Wanafaa kwa malengo. Watu wazima hawafai kwa mashindano. Wanafaa kwa malengo. Haleluya. Nasema haleluya. Lakini kuna wengine bado mko hapo mnafaa kwa nia. Watu wazima hawaishi kwa mashindano. Wanaishi kwa mipango. Wanaishi kwa malengo. Wanaishi kwa ndoto. Wanaishi kwa maono. Kama wanachopambana nacho ni ndoto zao. Kama wanachopambana nacho ni malengo yao. Kama wanachopambana nacho ni hatima zao. Sio na majirani zao. Sio na marafiki zao. Sio na ndugu zao. Ambia mtu pambana na malengo yako. Usipambane na jirani yako. Amejenga katika wakati wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amenunua gari yake katika wakati wake. Na wewe una wakati wako kununua gari yako. Haleluya. Nasema haleluya. 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 Ameoa kwa wakati wake. Na wewe una wakati wako kuoa. Haleluya. Kuolewa kwa wakati wake. Na una wakati wako kuolewa. Haleluya. Haleluya. Ukielewa hayo, yani magomvi yanasisi. Unajua kwa nini mimi sishambuliana na makanisa? Ndoto yangu tu peke yake niliyopewa ni mtihani. Kwa nini sishambuliwa watumishi wanaonishambulia? Kwa nini siwajibu? Maono tu yale niliyopewa tayari ni mtihani. Nina ambacho nachuchumilia, nina ambacho naona zaidi ambacho mtu anaweza kanisema. I am not a boy. Unajua mimi sio katoto kiume. Mimi ni mwanaume. Kwa kuna ambavyo sijibu kwa sababu ni vya kitoto.
Na kuna ambavyo sisemi kwa sababu ni vya kitoto. Kwa sababu watu wazima hawaishi kwa mashindano, wanaishi kwa malengo. Yeah. Hata wakivaa hawavai kwa mashindano. Wanavaa kwa malengo. Wakifanya vitu hawafanyi kwa mashindano, wanafanya kwa malengo. Ndio watu wazima jinsi walivyo. Watoto sasa. Mama, mimi nataka ndopa kama ya Jose. Jose alivana ni Christmas ndopa yake na ina kimuli muli. Mama, mimi nataka ndopa ile. Ndopa mama, mimi nataka ndopa. Hebu toka anaweza kupata neno kwa sasa kwa mfano. Tunapishana. Simama sasa. Tunapishana bwana. Pita. Yaani kwetu sisi ni jambo la geni sana. Kwa mwanamke. Na ole amebarikiwa mbambi nyuma huko. My God. Kani. Yesu aingilie kati. Na mimi sijui kwa nini wanawake mna matatizo, ni wanawake Mungu awasaidie. Kwa nini mna ujasiri sana na hizo mbambi? Yaani kila mwanamke kama huku nyuma huko vizuri kwa tena tavai box. Yaani mimi. Na mwanamke atakipiga picha mtandaoni anaanza kuonyesha box lake. Huku nyuma mna jamani. Yesu asaidie. Bwana asaidie. Lakini ni baba aliwaumba basi. Baba, tabu zako ulizozifanya chini ya jua hapa ndio zinatupa shida. Umeweza kusoma mtoto. Shikilia watu ni utoto. Kwanza leo ndio hicho kitu. Amina. Amen. Kwa mtu ambaye shingo muda wote iko ni utoto. Amen. Sawa. It's childish. Ni utoto, ni aina fulani ya utoto. Eti huko ambaye usemi naye, huko ambao unasema naye, huko ambao unafurahi huko, ni utoto. That's childish. Amen. Ni aina fulani ya utoto. Amina. Now, amina? Amen. Yeah. Hata kwa naloumiza, you just leave it. Unaliacha na Mungu ni mwaminifu. Amen. Amen. Yeah. Unaliacha na Yesu ni mwaminifu. Ndio. Kwanza leo achilia. Amina. Amen. Alafu endelea na maisha yako. Amina. Amen. Ukikutana na mtesi wako usalimie, uwe na amani. Amen. Akikubali mshukuru Yesu leo. Asipokubali mtafutie siku mwambie mimi huyu sio mimi yule. Amen. Mimi huyu yagi watu. Amen. Mimi huyu gombanagi na watu. Amen. Mimi huyu nyamazani na watu. Amen. Mimi huyu aliyeokoka anasemaga na watu. Amen. Na wewe ni ndugu yangu, wewe unaniamkia au uniamkie, nitakuamkia tu. Wacha leo msimamo wako kwamba umeokoka. Amen. Nasema amen. Yule ambao hujawahi kumsalimia, ukitoka hapa mpigie simu, mwambie Yesu akubariki. Kama ukishindwa kabisa kumpigia simu, mtumie message mwambie Yesu akubariki. Leo nimejifunza msamaha na wa kwanza kumsamehe wewe. Nimekusamehe kwa moyo wangu wote. Endelea na maisha yako na mimi naomba unibariki na Yesu akubariki. Amen. Hallelujah. Simama.